أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. يقول الله سبحانه وتعالى: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. صدق الله العلي العظيم. Leo tunataka kuingia katika zombo zitakazo kutumika katika pepo katika kulia chakula kile tuliokieleza, ama kunwa vinywaji vile tulivyozizungumzia. Katika darsa iliyopita tulizungumza taamu ahli aljanna, matunda na nyama, kisha tukazungumzia ashribatu ahli aljanna, vinywaji, na tukaeleza ile mito minne ya laban na ma na asal na khamr. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakamilisha kwa kinywaji cha tano tuliokisherehea katika darsa iliyopita, asharabu tahur, na tukaeleza kazi yake. Mwanadamu anapokula, lengo lake la kimsingi huwa akitaka kile chakula. Mwanadamu anapokunwa, lengo lake la kimsingi huwa akitaka kile kinywaji. Lakini si kila atakapo mwanadamu hukitaka kile akitakacho pasina kuingiza zengine. Kwa ibara nyingine, bila ya kwenda kwenye misamiati ya kielimu, zitu azitakazo mwanadamu katika dunia ziko sampuli mbili. Kuna ma yutlabu bidhat, kuna zitu ambazo mwanadamu azitaka kwa ajili yazo zo wenyewe. Kuna na ma yutlabu bil arad, kuna vitu mwanadamu azitaka lakini kwa ajili ya vingine, sio kwa lengo ya zile zitu zenyewe. Na hapa ndipo mwanadamu anapotofautiana na mnyama. Katika sifa anazoshirikiana na mnyama, sifa zile zile mwanadamu ambazo ashirikiana na mnyama, katika sifa zile zile atafautiana na mnyama, kwa sababu ya haya nitakao kuyazungumza. Mwanadamu ana upande wa kihayawani ule tunaoita alhayawania, ambao ndio inamshirikisha yeye na kina farasi na kina ng'ombe na kina mpaka mwisho. Kisha ana janibi ya anatiqia, ya akili na fikra na nini, ambayo yamuondosha yeye kwenye kiwango cha wanyama ikamnyanyua kumpeka kwenye jopo la malaika. Katika ule uhayawani wa mwanadamu ana sifa utaziona ziko sawa na mnyama. Mathalan, ng'ombe hula na mwanadamu hula, wanyama hulala na mwanadamu hulala. Ng'ombe huwa na kiu ya kutaka kula na mwanadamu kutaka kunwa, na mwanadamu ana kiu ya kutaka kunwa. Hizi tunaziita ni mutatalabatul jism, mahitaji ya kimwili.
na mwanadamu katika upande wake wa uhayawani ashirikiana na wanyama kwamba yeye ni jismun, ni mwili una sifa ya numu, ya kukua, na mwili wowote wenye sifa ya kukua wahitaji kuingiza chakula na vinywaji na kulala na nini. Mwanadamu ana shahwa na wanyama pia wana shahawati. Kitendo kile chakula anachokifanya mwanadamu na mnyama pia akifanya, kitendo kile cha kunwa anachokifanya mwanadamu na mnyama pia akifanya, kitendo cha jimai anachokifanya mwanadamu na mnyama pia akifanya. Lakini alipokuwa mwanadamu ni mwanadamu, hata katika ule uhayawani wake, katika kutekeleza mutatalabati za mwili wake, akili huja ikaingia katika utekelezaji wake ikamtofautisha na mnyama. Leo mnyama hajui masala ya kupika wala chumvi wala sukari wala bizari wala samli wala kitu chochote. Yeye ameshika ni mlaji nyama, akiishika nyama ataila. Ni mlaji mimea atakula. Mwanadamu ataitukua mimea ile ambayo aiita mboga, aioshe, aikate, aipambe, aitie mafuta, aitie kitunguu, tomato, roiko sijui, aengeze harufu na nini, istoshe, kisha aipakue, aiweke kwenye sahani mzuri, aipambe. Natija zote zenda wapi? Zenda utumboni. Na mnyama huatilia. Na vile vile ukija katika masala ya kunwa, na leo ametengeza mpaka amekuwa kuna mineral water sijui, ametengeza juice za kila aina. Natija zote ungia wapi? Ungia matumboni. Sasa hapa ndipo mahala tunataka kuingia mlango wa darasa ya leo. Leo waweza kwenda hoteli ukaambiwa chai shilingi 15 ama 20 au 30. Ukaenda hoteli nyingine chai ile ile yauzwa shilingi 100. Ukaenda hoteli nyingine chai ile ile yauzwa shilingi 300. Chai kikombe. Kahawa pale ukisimama barabarani jamaa utukuzie buli na zikombe zake, ukamwambia nitilia, atakulipisha shilingi 5. Kikombe cha nini? Cha kahawa. Kahawa ile ile unaoinwa kwa shilingi 5 waweza kwenda kuinwa mahali kwa shilingi 100 ile ile. Tofauti yake nini? Paka jamaa ukwambia mambo gani yale yani, kwani chai si ile ile? La, ule alokwenda kulipa 100 hakwenda kunywa chai peke yake, una na mambo mengine. Wewe amepita barabarani utukuzie buli yake na zikombe, umemsimamisha. Wale jamaa waenda upwani ukatilia kahawa kutoka keti ngomeni pale. Ile ngome ule hana ijara, hana malipo, hana chochote, hana gharama ya kuzengia mtu mwenye kusafisha. Lakini leo umekwenda mahala pengine, umepangiwa meza kwa uzuri na ziti na mandhari mazuri, ukiwa na mwenzako wataka kuketi kuzungumza, ni wewe na family, ni wewe na marafiki, na wale watumishi wa hoteli hukuzunguka, nete tishu, nete sukari, nete, umewekewa na kiboksi cha tishu pale. Kwa hivyo ile shilingi 100 pale wewe hukuinunua kahawa peke yake ama chai, maketo yako ya kuketi, ule wasaa, ule usafi, sampuli ya zile ziti ulizopangiwa na meza, mandhar zote umezinunua. Ni israfu ile. Sitaki kuingia kwenye mada ya israfu.
Kwani mwanadamu raha yake huishia kwenye kula na kunywa tu. Tu wa ila haina haja kupikwa, ama haina haja uweke mtuzi mbali, sijui na samaki mbali na wali mbali, kisha mwisho huenda wapi zile matumboni zote, sio? Nilimwambia mpishi kutoka kesho ile sufuria ya sima, mimine sima, maharago, mboga zote zile zitekwa pamoja, chai, bofulo zote zitiwe ndani, zikorogwe, finatija zote ungia matumboni. La, kuna kitu kina ladha mbali na kuingia tumboni. Ile sima inavyopikwa ikaketi sampuli yake, ama mtele ukatoa sahanini, na ule mtuzi ukaketi mbali, na pengine ukaekewa na kipande cha pilipili na ndimu na nini, zile zote zina mchango. Na ndio ukaona mwanadamu hali kwa tumbo, Waswahili unena mwanadamu hula kwa mato na kwa pua na kwa mdomo. Si mdomo peke yake ulao, mato pia hula, pua pia hula, na mdomo ukamaliza. Wanasema mapambo yale umemweka nani? Mdomo haujui sahani ilikuwa imepambwa haikupambwa, mdomo ataka kiingie hapa. Kikisha kuingia basi inaoangalia rangi na mapambo na kupangwa ni nini? Ni mato. Harufu ukatia roiko, sijui ukatia arki, ukatia kila nini, wewe pale wateza na nini? Na pua. Kwa hivyo pua ina mchango pia katika nini? Kula. Sasa hapa ndipo tunapokuja kwenye fikra ya ma yutlabu bidhati wa ma yutlabu bil arad. Wewe unapokwenda kula, lengo lako la kwanza na shabaha ni kile chakula kiko kwenye sinia, kiko kwenye sahani, imetandikwa tu kipande cha mpira kikawekwa. Hata la yaanika, wewe wataka chakula mkono upeke kiingie wapi? Tumboni. Lakini pia mwanadamu ana na zingine ni aradhia, ndio hizi naozungumza. Mandhar, sehemu unaokula, mahali unapoketi, sahani zilivyopambwa, meza ilivyopambwa, kile kinachochangia kwenye mato na nini. Na vile vile ukija katika masala ya kunwa, vile vile ukija katika masala ya jinsia na jimaa, takuta kitendo hiki mwanadamu akifanya na mnyama akifanya, lakini mwanadamu anakukishangilia sampuli yake, kama vile anavyoishangilia sahani ya chakula, na kama vile anavyoishangilia gilasi ya kunwa, na vile vile kukaingizwa zitu tungu mzima, kila watu kwa culture yao na kwa mila zao na kwa dasturi zao katika mapambo, wenye zikuba na simini, wenye udi, wenye perfumes, wenye nini, wenye makeup na lipstick na nini. Ukiuliza zile zote za nini, zile zote ni za kuchangia, ni kwamba kitendo kile anachokifanya mwanadamu, mato yana hiswa yake, pua ina hiswa yake, na mengineo yana hiswa yake. Sasa hapa ndipo tunapokuja katika masala anavyozungumza Ayatullah Sheikh Makarim Shirazi. Naam, Mwenyezi Mungu ametusifia kila aina ya chakula katika pepo, ametusifia kila aina ya zinywaji katika pepo,
lakini Mwenyezi Mungu amekuja kufahamu na kiungo hiki kwa mwanadamu ni muhimu. Mchango wa mapambo wa zombo ni aina gani? Leo mathala, mwenye kunwa mai kwenye glasi ya plastiki na mwenye kunwa mai katika glasi ya dhahabu, finatija, ule amekunwa nusu lita na ule amekunwa nusu lita, finatija nani amemzidi mwendo? Wote wameingiza mai nusu lita kwenye nini? Kwenye tumbo. Ule alotumia sahani au glasi ya dhahabu na ule alotumia glasi ya plastiki, simandia wenye kunena fi nihayatil amr, wote wameshuka sanjari. Alokula tini ya mwembe, ametandika jambi, ameweka gunia, ameketi mtangani, na alokula kwenye meza na mafeni humpepea na nini, finatija ule amekula pleti moja ya sahani na huyu amekula plate. Akhir al-mataf wote wamefanya nini? Wamekula. Lakini mwanadamu aona tofauti kati ya kula kwenye chombo hiki na kwenye chombo hiki. Ile glasi tu ukiishika yenyewe utakuta kila zile hoteli zikiwa ghali, utazipata na glasi zake ni muundo sampuli nyingine, zimetengenezwa kila sampuli. Sasa Mwenyezi Mungu ndo aje kutuambia dauri la awani, kwanza zombo zinazotumika katika kula na kunwa, na huli na mapambo anayoipamba mwanadamu. Mbali na kwamba yeye ni mzuri, mbali na kwamba katika pepo tumesikia paka jasho linalomtoka mtu ni nini? Harufu ya nini? Ya miski. Lakini Mwenyezi Mungu asema la, haitoshi. Kuna na dauri la hariri na dhahabu na fedha na kila aina ya mapambo ambao mwanadamu apenda kuipamba. Sasa tuisomeni hii aya iliyoko katika suratu Az-Zukhruf, aya ya 71. Mwenyezi Mungu atuambia baada ya kuambia udkhulul janna, kwa khutubu wale waumini, ingiani peponi, antum wa azwajukum, nyinyi na wake zenu, tuhbaru. Aendelea atuambia yutafu alaihim, imekuja kwa sigha majhuli, kutakuwa kuna maweta kwa lugha ya kieo wazunguka saa zote waja kukuuliza huduma, utakuna, utakula, kuletee nini. Yutafu alaihim, wazungukwa na wale wazungukao waengete sihafin. Mwenyezi Mungu atuambia yutafu alaihim bisihafin. Sihafin ni jamu ya safha, wingi, neno moja ni safha, nyingi zinaambiwa sihafin, na ni zombo zikubwa. Zamani Makureish na Waarabu walipokuwa wakilewa, lile tembo mpaka limalizika kunwewa kupita kwenye zombo zitatu. Kuna lile balasi au mtungi ama nini ambao huwekewa lile tembo lenyewe, kama limekamuliwa kwenye zabibu, ni kwenye inab, ni kwenye nini, zile ndio Mwenyezi Mungu afananisha na sihaf. Kama wewe pale ile sufuria yenyewe iliyopikiwa iweshewe chakula ndani. Safha ni al-awani al-kabira al-wasi'a, ni zombo zikubwa na zipanafu ambazo zaingia chakula kingi ama vinywaji vingi. Kwa hivyo hawa wazunguka nazo, hawa wahudumu wa peponi, yutafu alaihim bisihafin min dhahabin. Zombo hizi zenyewe zinatengenezwa kwa dhahabu. Ule urembo wa kile chombo ambacho kina chakula ndani, ama kina asal, ama kina maziwa, ama kina khamri, ama kina ama kile chochote kinacholiwa ama kunwewa. Kisha Mwenyezi Mungu atuambia wa akwabin, mbele atakuja kutuambia wa abariq. Ndio nikamwambia zombo ni aina ngapi? 3.
chombo kikubwa, ili kifike kwenye glasi yako kunwa, kwa hitaji nini? Ibriq, ambayo inateka alafu ya kutilia kwenye akwabin, kisha ndio wano. Hizi ni zombo aina 3: sihaf, abariq na akwab. Akwab kama tuambia ni jamu yakubun, nayo ni glass. Kuna tofauti nitakuja kueleza kas na kub, zote ni glass au ni zikombe za kunywea. Tofauti mufassirina wanena, ikitumika neno kasun tayari ndani kuna kinywaji. Glasi tupu haiitwi kas. Glasi tupu ambayo haina kitu ndani haiitwi kas, yaitwa nini? Kubun. Lakini ikisha kuingizwa cha kunwewa, ina chai ndani, ina maziwa, ina khamri, ina soda, ina chochote, sasa pale huitwa nini? Kasun. Wa kasin min ma'in. Akwabun jamu yakub. Mwenyezi Mungu atuambia yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwabin. Ayatullah Sheikh Makarim Shirazi asema Mwenyezi Mungu asema sihafin ameiqaid kwa dhahab. Sema bisihafin min dhahab, zombo zikubwa za dhahab. Wa akwabin, hakueleza za nini, ni za fedha, za shaba. Asema kwa karina ya nyuma inafahamika kwamba min dhahabin ya zote mbili, yani bisihafin wa akwabin min dhahabin, zote zimetengenezwa kwa dhahabu. Wafiha, ndani ya hizo sihaf, hizo zombo za dhahabu, ndani ya hizo glasi, wafiha ma tashtahihi al-anfus, kile ambacho cha tamani nafsi yako, kile utakacho, wale wakuzunguka. Wataladhu al-a'yun, angalia Mwenyezi Mungu atilia taukidi kwamba unaokula si mdomo peke yake, bali na nini, na mato pia yashiriki kula. Wa ila katika kula, kwa nini unene taladhu al-a'yun? Wa ila unaosikia ladha ni nini? Ni mdomo. Mwenyezi Mungu anasibisha ladha ila al-a'yun kwa mandhar, namna kilivyopambwa kile chakula, chombo kilivyo kizuri. Wafiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladhu al-a'yun wa antum fiha khalidun, ndani kuna kinachoitamani nafsi na kinachotuza ito na kukilipa ito liwe la ladha, na nyinyi katika pepo hiyo mutaketi milele. Hii ni suratul Zukhruf inavyotueleza kuhusu masala ya zombo. Tukienda mbele tupambana na suratul Waqi'a aya 18. Mwenyezi Mungu atuambia bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Akwabi nimeeleza, abariq ni jamu ya ibriq, na kuna mjadala mrefu kwa wanazuoni, sitaki kuuweta kwamba hili ni neno la Kiarabu ama neno limeigizwa kutoka kwenye lugha nyingine, kutoka kwenye Kifursi, wengine wanatoka kwenye Kigiriki. Ala kulli hal, nayo abariq sisi kwa lugha za kwetu huita buli au jagi, lile linaoteza kazi ya wastani, unaoteka katika sihaf, keni kubwa, umeeta keni ya lita 1000 umetengeneza juu, zile tuweza kuita sihaf. Kisha kuna jagi au buli la kutekea kutoka kwenye nini, sihaf, kuja kukutilia katika nini, akwab. Sasa atuambia bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in, na nimewaelezea tofauti ya ka'as na kub, zote ni glass, lakini ka'as kama anavyonena ni alqidhul mumtali'u bisharab, ni glasi ilojaa kinywaji chaitwa nini, ka'as.
Hiyo ni suratu Al-Waqi'a. Tukienda mbele tupambana na suratu Ad-Dahr, hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura. Mwenyezi Mungu atuambia wa yutafu alaihim bianiya, kule tumwambia wa yutafu alaihim bisihaf, sio hapa atuambia wa yutafu alaihim bianiya, wazunguka wale wenye kuwahudumu bianiya. Na ania ni chombo aina yoyote, haikusudiwi chombo fulani. Sihaf tumekieleza ni chombo fulani, kubu ni chombo fulani. Ania zote zinaitwa awani, vijiko, glasi, visahani, majagi, zote zinaingia katika neno awani. Wa yutafu alaihim bianiyatin min fiddatin, kula tuambia min dhahabi. Kuna na zombo zingine zitakuwa ni za fedha. Wa akwabin kanat qawarira, qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Qawarira ni jamu qarura, nayo ni tupa au jagi lilotengenezwa kwa glass ambayo waona upande wa pili. Kawaida kioo, chombo kikitengenezwa kwa kioo, ikiwa hakikupakwa rangi kuziba usione, tabia maumbile ya kioo ni kuonesha upande wa pili. Sasa angalia hikma iko wapi hapa. Hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema zombo za peponi atazitengeza kwa dhahabu. Tabia ya dhahabu la tuhaki ma waraa, dhahabu haionyeshi upande wa pili. Atuambia zombo za peponi atazitengeneza kwa fidda. Tabia ya fidda la tuhaki waraaha, haionyeshi upande wa pili. Kisha arudi asema zaonesha kile chombo utakachokukishika kimezotengenezwa kwa fidda au kwa dhahabu ni sawa na qawarira ambazo zaonesha upande wa pili. Ndo atuambia bianiyatin min fidda wa akwabin kanat qawarira. Kisha qawarira zenyewe asema la, musifahamu makosa. Aliponena qawarira, kawaida ya mwanadamu atakuja kufahamu zimetengenezwa na nini, na kioo ikiwa zaonesha. Arudia nena qawarira min fidda, na hili ni kukuwekea break mapema, akili yako isikupeke ukaona kwamba maadamu zimekuwa qawarira zaonesha kiliomo ndani. Ukishika tupa ama glasi hivi imetengenezwa kwa dhahabu, waona ndani kiliomo kwa rangi yake, watasema basi imetengenezwa kwa kioo. Mwenyezi Mungu anambia la, qawarira min fiddatin, si kioo, ni hii fedha, na itaonyesha upande wa pili. Ni dhahabu na itaonyesha upande wa pili. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Imam Sadiq alayhi salam aulizwa kuhusu hii aya, inakusudiwa nini? Alipoambiwa wa akwabin kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira, ajibu al-Imam Sadiq anena yanfudhu al-basaru fi fiddati al-janna kama yanfudhu fi zujaj. Narudia maneno ya Imam Sadiq, yanfudhu al-basaru fi fiddati al-janna kama yanfudhu fi zujaj. Jito litapenyeza kuona upande wa pili katika fedha ya peponi kama vile linavyopenyeza katika kioo cha hapa duniani. Na hiyo ni kudra ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo amewaandalia watu wake.
Kwa hivyo kufupisha, sahani, zikombe, vijiko, visu, kila kile kinachotumika katika chombo, katika kula. Taban hakuna kupika. Sinaambia ustadhi na sigri kule litakuwa la dhahabu na gesi na sufuria, la, kule hakuna kupika. Zombo zitakazokuwekwa ni zombo za kuhudumikia chakula ambacho kishapikwa. Kitapikwa wapi? Allahu wa rasuluhu a'lam. Kuna jiko special watakao kupika ni kina nani? Zombo utakazokuwa nazo wewe katika pepo yako, katika nyumba yako, hakuna jiko wala hakuna haja ya sigri wala sufuria za kupikia. Kitu kinachotakikana ni glasi na sahani na vijiko, ni zombo za kulia. Hizi zote zitakuwa ima ni kwa dhahabu au ni kwa nini? Sasa utaiwa wewe na mapambo yalivyopambwa ndani yake. Tukija katika mavazi, tusomeni suratul Kahf aya ya 31. Mwenyezi Mungu atuambia kuanzia aya 29, innal ladhina amanu wa amilus salihat, wale walioamini na wakafanya mambo mema, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala, hakika sisi, Mwenyezi Mungu anena, hatupotezi malipo ya wale waliotenda mambo mema. Ulaika lahum jannatu adnin, hao wana pepo, tajri min tahtihimul anhar, watapita kupita mito chini yake. Mahalu shahidi ni hapa, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraqin muttakiina fiha ala al-araiki ni'ma thawabu wa hasunat murtafaqa. Hawa atuambia Mwenyezi Mungu, wayalbasuna wa yuhallawna min al-hulli, watakuwa na mapambo. Mapambo yenyewe ni asawir. Asawir tukiangalia waizungumza ni jamu ya aswara au aswira, afwan, ala wazni tajriba. Aswira ni moya, nyingi zinaitwa asawir, na ni yale kwa utaziita bangili, makuku wanaovaa watu kwa mapambo katika mikono yao. Na hii aya haikufafanua wanaume wanawake, kuonekana huko kutaruka dhahabu na fedha. Sasa kwa watu wote kwambia yuhallawna fiha min asawira min dhahabin, kutakuwa kila aina ya mapambo ya kuvaa katika mikono, katika mwili, ambayo itakuwa ni ya dhahabu. Kisha Mwenyezi Mungu atuambia wayalbasuna thiyaban khudra, watavaa nguo rangi ya green, min sundusin, nguo zenyewe zitakuwa rangi ya kijani, kisha zimetengenezwa kutokamana na sundus na zimetengenezwa kutokamana na istabraq. Hii ndio material itakao kutumia kutengeza nguo za peponi. Sasa hapa tutatubidi tusimame tuiangalie sundus ni nini na istabraq ni nini, kwa sababu imekariri kwenye aya nyingi. Hata katika suratu Hal hata pia atuambia yalbasuna min sundusin wa istabraq, pia aliyahum thiyabun min sundusin khudrin wa istabraq. Mekariri ya maneno mawili, sundus na istabraq. Sundus wanasema wanazuoni wa lugha ni kullu ma raqqa min athiyab, na istabraq ni kullu ma ghaludha min athiyab. Nguo tunazovaa leo zinasifiwa kwa moja katika sifa mbili, ima ni nyembamba ama ni nini, ni mzito.
Shika wewe baadhi ya nguo utaona t-shirt ama shati iko nini laini na nini nyembamba. Unakuta nguo nyingine unaikuta khashinan na ghalidha, ni aina ya vitambara na kila moja ina dori yake, sababu kuna baadhi ya nguo hazikubali kitambara chembamba. Leo wewe tukua kitambara chembamba sana kama msuani wa kitwa, pelekee fundi mbenshonea koti la koti, jacket, joho, hizi zataka vitambara aina yake, zataka vitambara ghalidh, au masuruali zataka vitambara kidogo khashin na nini na ghalidh. Sasa Mwenyezi Mungu atuambia aina zote mbili zitakuweko hizi kulingana na nguo utakao kuvaa. Sundusin ni maraka, zile laini ambao wanazuoni wote wanasema na hiki ni kitambara kinachotengenezwa na hariri, kinachotokamana na hariri. Asema maraka min athiyabi wa hiya thiyabun haririyatun raqiya, ni nguo zinazotengenezwa kwa hariri, hariri ya hali ya juu. Na istabraqi ni nguo mzito pia zinatengenezwa kwa hariri. Utakuta pale katika dua za mwezi wa Ramadhani tumuomba Mwenyezi Mungu mara kwa mara, wa minas sundusi wal istabraqi wal hariri fa albisna, tuvishe ya Allah. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sehemu kadha wa kadha, mbali kunena sundus na istabraq, mara nyingine ametaja hariri, hasa atuambia walibasuhum fiha harir katika suratul Hajj aya ya 23. Amerudi amezisifu rangi ya kijani khudhr. Kwa nini antagua rangi hii peke yake? Hakuna azraq, blue, si maana hakuna, la, yani yeye katika kusifu ameitumia rangi ya nini, ya green. Wa illa peponi fiha ma tashtahil anfus, ule ambaye atataka rangi yake atapoa. Lakini Mwenyezi Mungu alotutagulia yeye antutagulia rangi gani? Ya kijani. Kidogo niwasomee makala yameandikwa katika gazeti chini ya unwan as-sihhatu wal libas. Kuna mambo ghariba ajibu. Juzi katika kutoka safari napata kitabu. Toban mimi kwa jumla nilikuwa najua kuna hizi ahjari al-karima wanazoziita hizi. Kuna aqiq, kuna fairuz, kuna sijui alhadidu sini au wengine wanaita alhajaru sini, kuna lulu, kuna marjan, kuna fairuz, kuna kila aina ya madini. Utaamini zina alaka kubwa na afya ya mwili. Alikuwa ni mapya kwangu. Mimi najua kuna riwayat katika Uislamu zimeeleza ukivaa fairuz mathalan kwa mfanyi biashara katika masala ya kufungua riziki, wanasema fairuz ina dauri kubwa. Lakini nimekuja kuona kuna baadhi ya majiwe yana alaka mpaka na kupoza maradhi, na yana alaka na mpaka na kukukinga na maradhi. Na kuna baadhi ya ahjar mwanamke lau atafanya lakti ile ya mkufu, aivai keti hapa kwenye moyo wake, wasema ya kinga sana masala ya hatataka. Wale watu wataka kupatikana na maradhi ya moyo na nini. Kuna baadhi ya ahjari mwanamume akivaa humuondoshea tatizo za zile zinazoitwa nini, pimples. Mambo mingi, sitaki kuingia kwenye mada hiyo. Sasa huyu bwana ameandika makala kwenye gazeti, anayaita kwa unwani as-sihhatu wal libas. Sisi tunajua twavaa nguo kwa moja katika sababu tatu. Sisi twavaa nguo kujistiri, twavaa nguo kujikinga na baridi ama joto, twavaa nguo kujipamba. Hizi ndio sababu tatu za kuvaa nguo: as-satru wal wiqaya wazina, sitara, kinga, pambo. Huyu asema leo nguo zina alaka na afya yako.
aeleza makala katika mambo anaieleza nguo ya rangi ya kijani. Sikilizeni hapa maneno nitawasomea kutoka kwake moja kwa moja. Asema inna launa al-akhdar, rangi ya kijani, lahu atharun kabirun, ina athari kubwa wakati unapoivaa, fi ilaji al-amradhi al-asabiyya wal-nafsiyya wal-hysteria wal-irhaq al-asabi, katika kutibu maradhi ya asabia. Mtu wa asabia, kuna wale sisi Kiswahili unena watu wa baridi yabisi, ndio hysteria, mara amepanda amepanic, kuvunda zitu. Kuna watu wakikasirika namna hii hao waweza kuvunda nyumba mzima. Unaona hysteria, maradhi ina fulani yana alaka na mishipa. Aendelea anena walahu atharu fi ziyadati quwwati al-idrak, yamato na quwwatul idraki ya akili, ina alaka kubwa rangi ya kijani katika kukuza nguvu ya idrak ya mato yako na ya bongo. Pia ina alaka rangi ya kijani katika kukuza quwwatut tahammul, kwa sababu hysteria inaletwa na ukosefu wa subra. Mtu kila ikiwa uvumilivu wake, subra yake ni chache, ndio hupanic mara moja. Sasa hii yakuza ile nguvu ya kuhimili kwa wanadamu ya tahammul, wa quwwatu tahammul, wa yab'athu al-amala wal-i'tidal. Kivango ya kijani ina alaka katika kuleta hope kwa wanadamu, kukuza ile tabia ya kuwa na amali. Amal ni kinyume cha kukata tamaa, na kuwa na balance, i'tidal. Leo kuna watu hawana i'tidal katika kufurahi na katika kukasirika. Akipata la kumfurahisha utoka kwenye zipimo, akipata la kumuudhi utoka kwenye zipimo. Wako watu namna hiyo. Kimuona asubuhi uteka unani pengine pa shilingi 100. Kila mmoja atayua mwingi kwamba jamaa leo, hata kama leo wakinena jamaa, ukimuona sampuli zile yua mambo mazuri, ama ukimuona jua mambo maovu. Yani hawezi kudhihirisha kusita alivyo, kidogo tu. Utawakuta watu hawa hawana kitman. Mwenyezi Mungu asema ista'inu ala injahil hawaiji bil kitman fa inna kulla dhi ni'matin mahsuda. Hawezi kuzilia. Kumbusha kuna ziso ziwili za kutekesha nitaka kuwatolea. Kisa cha kwanza katika hii masala ya i'tidal, kuna mashekhe watatu walipambana siku moja, wao watatu tu katika kupiga story. Jamaa kanaangalia, hakuna mtu wa ziada hapa, hala na kuambiana kweli anayo yao kuko salama mpaka sasa, ama jamaa uzidanganiza. Wakaagana kwamba ile siri itabaki pale pale, na kila mmoja atataja weakness yake. Japokuwa nde watu umuona ni taqi, ni waliyun min awliya illa, lakini wameamua wao watatu kuambiana kweli. Kaanza ule wa kwanza akasema, mimi alhamdulillah kila kitu mpaka sasa niko sawa, adala yangu yani katika kutii na nini, mimi weakness yangu iko mahala pamoja 2%. Masala ya senti mkono wangu sura ni jaribuo kudhibiti hunisopoka yani. Kipata penyenye kwenye senti uteleze. Basi hilo tokanaye hiyo tu, lakini mengine alhamdulillah sijazini, sija nini, kila kitu yani, sijano tembo, sijafanya alhamdulillah, maasiya mengine hakuna kwa. Haya, ndio wa pili. Na wewe kanena mimi alhamdulillah, mimi mambo ya senti niko sawa sawa. Asema mimi matatizo yangu wanawake we control kupita kiasi, lakini akinipita huwa tena siwezi tena kuvumilia, siangalii tena akiwa ni mke wa mtu ni wa nini. Hilo toka na hilo tu, hakuna weakness. Mengine yote niko sawa, hapa tu ndio nkali upigana kupaweka sawa. Watatu kaambia bwana, na wewe akana mimi alhamdulillah ikote siko mimi, kwenye kujepa, kwenye pesa, kwenye kila kitu niko sawa. Mimi tatizo langu liko hapa, siwezi kusikia habari kanyamaa siitangaze.
Sema mimi tatizo langu nisikie tu mpia basi, yao mmemaliza, mimi hapa maguu ni nyeza, yani nitaka kutoka tu kwenda kuitangaza hii. Mimi weakness yangu iko hapo basi, kiweza kucontrol ulimi wala kwambia afana alaika, afadhali kama ulianda wewe. Kuna na kiswa kimoya waqiia kimejiri, sitaki kutaja majina yenyewe. Hivyo kuna jamaa alikuwa ana tatizo, hawezi kusikia habari. Yeye akishakuisikia hapa kama ni msikitini au yeye utamani kunena walhamdulillahi rabbil alamin atoke nayo. Kuna jamaa wakamfanyia test siku moja. Jamaa wakaenda wakamwambia, nataka kukuambia habari muhimu sana, usinene na tutakupa shilingi 5,000. Akapoa cash 5,000 na akaelezwa ile habari. Na watu waaminiana, yeye si kwamba matata, ana uaminifu yani. Akakubali kwamba atachukua shilingi 5,000 na ile habari hatakwenda kuitoa. Wale wakampa ile habari. Akatoka siku ya kwanza, siku ya pili kinya. Mara siku ya tatu amekuja mahala maskani akiwa amezirusha zile shilingi 5,000. Vya bwana, hizo senti zako zimeuniua sasa. Chukua mwenyewe bwana. Vya nini anambia, silali usiku bwana. Hunikera kila nitaka kutoka kwenda kuinena ukumbuka hizi shilingi 5,000. Mbona shilingi 5,000 hizi zitaniua mimi, tukua mwenyewe sitaki tena bwana. Sasa hawa ni watu ghairu mu'tadilina. Ghairu mu'tadilina. Hawana i'tidal. Akifurahika hawezi kusita furaha, akiudhika hawezi kusita maudhiko, alipatalo hawezi kulivumilia. Hao usiwaamini kwa siri. Hawezi kusita siri kabisa, uomkera na ukwambia tena, si amwambia mtu wewe tu na usiitoe. Sasa wasema rangi ya kijani katika faida zake inaleta i'tidalu nafs. Aendelea asema kadhalika lahul atharu, inao athar fi izalati halati al-araq. Kuna watu wana matatizo ya kukesha, akikipanda kitanda haupati usingizi. Nako maradhi hayo, keti pengine mpaka saa 7 saa 8, uzunguka huku akizunguka huku, akiinuka akirudi kipanda tena, aweza kuokezea barazani usindia, akienda kipanda kitanda. Haya ni maradhi haya, yataka kutibiwa, yanaitwa maradhul araq, maradhi ya kukesha, ya kutolala. Wasema rangi hii ukizoea kuivaa yaondosha tatizo haya. Takhfifu dhagti dam, pressure yateremsha katika damu. Mbali na hapo, huyu asema amefanya experiment. Tabani sasa yao sisi sote hatufai, tunajua. Asema ukimwekea mtu rangi bila yeye kujua, haya tunaoyazungumza, atague kwa tabia yake. Ni awali wahala, mweke mtu rangi 3 4, mtagulie zitu shati ama nini, mweke green, nyekundu nini, mwate yeye mwenyewe bitabihi na nini, akitagua green li awali wahla bila ya kufikiri sana. Wameifanya tajruba, wasema wengi walowapata wenye kukimbilia rangi ya kijani ni watu ambao kwamba ni ruhama, wakifuatwa katika maisha yao watapatikana ni watu wana sifa ya rahma kihakika, sio kuifanyisha, ni ruhama na yatamattauna bitaadulin ruhi wa nafsi, wala ile balance tunaizungumza ile i'tidali. Tawapata watu wakifurahika hawatoki kwenye mipango, wakiudhika hawatoki kwenye mipango, waweza kudhibiti nafsi zao. Sasa Ayatullah Sheikh Makarim Shirazi, baada ya kuyaeleza makala haya ambayo ameyatoa kwenye gazeti kwenye hii unwani iliyoita al-libasu was-siha, nimekuja kuyaeleza hapa kwa nini, kwa hikma gani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa atazisifu sana nguo za peponi kwa rangi hii. Kwa sababu hii rangi ina daur, mbali na kuitwa wasaa, wewe simama mahala penye maumbile, iangalie ile green, angalia ile bustani pahala penye manyasi na miti, angalia ile mandhar namna inavyoleta raha nafsia, utakuja kuifahamu ni rangi kwanza iko karibu na nature, si ya kutengenezwa.
na ni rangi ambayo yamfungamanisha mtu na maumbile yake ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemuumba. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.